Mtazamaji, niite Ndauka Clavian International The Fighter Afrika Mashariki na Kati. Hapa ndio waga yanatoka madini na vitu tofauti tofauti ambavyo pengine ni adimu, unaweza usivipate sehemu nyingine. Najua huko nako unapataga vitu ambavyo ni adimu kwa namna nyingine, lakini hapa unaweza ukapata kitu ambacho kinaweza kikakuelimisha, kikakuweka sawa. Maeneo ambayo ulikuwa labda hujajua unaweza ukajua. Issue iko hivi. Kuna mtu anayekupenda, kuna mtu ambaye ananena maneno mazuri juu yako, lakini yeye anakuwa na maumivu zaidi yako wewe mwenyewe. Kuumia kwako, kunakuwa kuumia kwake yeye. Hata wewe mwenyewe huwezi kufikia kuumia hivyo. Unaweza ukamfikiriaje huyo mtu? Ana upendo wa kweli? Mtu ambaye yuko tayari maisha yako yasiwepo, lakini anakupenda. Uliwahi kufikiria ni nini ambacho kinaonyesha huyu mtu kweli anakupenda, upendo wa dhati? Sasa mimi nina majambo yangu ambayo ninayo hapa, kwamba mtu anayekupenda kweli, cha kwanza, atakuja kwako kwa upole, atakuja kwako kwa unyenyekevu, atakuja kwako na moyo wa kibinadamu, atakuja kwako wewe kwa tabasamu, sio la kinafiki, tabasamu la kweli kutoka moyoni. Atakuja kwako, atakuonyesha, hata kama haupo, hata kusema vibaya. Ukiwepo, atakuwa na wewe, ataishi maisha yale yale. Nyuma ya pazia ataishi maisha yale yale, hataishi tofauti na vile anavyotamka. Ukikuta mtu anasema nakupenda, lakini ananuna, upendo wake kwako unasababisha yeye anune, kiasi cha ukali, unajua yeye anaonekana yeye sasa maisha ya kwako wewe, anaonekana ni ya muhimu sana kwake kuliko wewe mwenyewe maisha yako kuyaona ni ya umuhimu. Lazima ufikirie kichwani kwamba hapa sipendi kweli, kuna maslahi. Huyu mtu ananipenda kwa maslahi yake, kwa sababu kama unanipenda huwezi kuvaa uhusika wa moja kwa moja. Sijui utanielewa nachokizungumza. Huwezi wewe ukawa mimi, na hata kama utashiriki maumivu pamoja na mimi, wewe huwezi ukawa mimi. Bado utakuwa sehemu ya mimi, lakini hutakuwa mimi. Hutakuwa mimi, utakuwa kama mimi, sehemu ya mimi, ila hutakuwa mimi. So inakujaje kwamba hili shati ni la kwangu, nimenunua mimi kwa hela yangu, na mimi najua kwamba nimenunua shilingi ngapi, alafu wewe liwe linakuuma zaidi kuliko mimi mwenyewe ambaye nilinunua. Wewe hapo unafikiria kwamba, kwa akili tu ya kawaida, unafikiri kwamba huyu mtu atakuwa kweli analipenda hii shati kwa maslahi ya kwako, au kwa maslahi gani? Kuna vitu ambavyo Biblia inasema ya kwamba, Yesu akasema ya kwamba pendaneni kama nilivyowapenda. Upendo sisi ambao tutakuwa tupendane, mfano ni Yesu Kristo. Yesu Kristo akisema shalom, manake amani, amani, amani iwe nanyi, anakuja kwa furaha, anazungumza kwa furaha, amani iwe nanyi, na tabasamu la uso linaonekana, tabasamu la mdomo linaonekana. Leo anayekupenda anakuja akiwa amenuna na amechukia hasa. Hapo kuna upendo? Alafu kwa akili yako unajua anakupenda. Ngoja nikupe mfano. Kuku anafugwa na mwenye kuku na mfugaji. Alafu kuku huyu mfugaji anachukua jukumu la kulima mahindi, kulima shamba kwa ajili apate chakula cha kuku. Anapata hasara ya kwenda kununua chakula dukani cha bei ili kuku aweze kula.
lakini unajua matokeo yake ya kuku, mwisho wa kuku unakuwaje? Kisu. Kwa hiyo kumbe tunaona kwamba pamoja na upendo wote aliyouonyesha kwa kuku, ilikuwa sio upendo, na hakupenda ile nafsi ya kuku, lakini alipenda nyama ya kuku na vile vipaja vya kuku. Ndio kilichomfanya ataabike, na ule sio upendo, anataabikia, anatengeneza hatima yake, anatengeneza kile anachokifikiria mbele. Kwa hiyo ngoja nikwambie, mtu anayekupenda atasimama na wewe, atalia na wewe. Mtu anayekupenda alafu unaumia, alafu anakuambia nilikwambia, ndio maana umefikia hapo, nilikwambia. Yaani yeye anakuwa yuko pembeni, maumivu nabaki nayo wewe, kama vidonda unazidi kuvitibia wewe, yeye yuko pembeni. Mtu anayekupenda ukiwa kwenye maumivu utakuwa pamoja naye. Halafu tunashindwaga tu kugundua hawa watu wenye upendo ni wepesi, hata wakikosea kuomba msamaha kwa ndugu yake aliyemkosea. Kinyume cha hapo, ukikuta mtu haombi msamaha, huyo hana upendo, huyo ni kaidi. Yaani ukiwa na rafiki wa namna hiyo, afu kasema ni rafiki yako, ambaye huwa anatamka maneno kwamba mimi ndio rafiki yako, mimi ndio udugu, alafu unapata tatizo, alafu yeye anakaa pembeni na unasema bado ni rafiki yako, na maneno yake yanakwambia kwamba mimi nilikwambia kwa sababu nakupenda. Yuko pembeni, wewe unaumia, yeye yuko pembeni na bado ni rafiki yako. Kwamba sasa amekuona huna akili au ukoje? Biblia inasema amani yangu nawapa, amani yangu nawaachieni, na niwapavyo mimi amani, si kama ulimwengu unavyoweza kuwapa. Kumbe ulimwenguni hapa tunadanganyana. Mtu kiona anakupenda, mtu anafanya vitu, yani ana maslahi yake, nyuma ya pazia anakuwa na maslahi yake. Sasa nikuulize, unajitaabisha kwa ajili ya maslahi ya mtu mwingine Wewe mwenyewe unakuja kusimama wapi? Unasimama kwenye upande wa kuku. Sasa mwisho wa kuku ni kisu. Sijui mwisho wako wewe ni nini. Unaweza ukatengenezewa mazingira ambayo huku kuna fence na huku kuna fence. Matumaini yako kutoka, utatokaje hali ya kuwa kuna fence na huku kuna fence? Utatokaje? Matumaini yako utaruka, utapaa? Huna mabawa, utapaa? Kwa hivyo dunia ilivyo ni tofauti na Mungu alivyo. Dunia, my brother, haijawahi kukuwaziaga mema. Mwanadamu unayefikiria wewe anayekupa labda chakula, anakupa labda 200 miangapo, kafikia na kufikiria vizuri, sio kweli. Ukitaka kujua na kufikiria vizuri, utajua tu pindi unapopata tatizo, unapopata shida, anafanyaje. Ngoja nikuonyeshe slogan ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anasema ya kwamba kati ya kondoo 100, kondoo mmoja akipotea, atawaacha kondoo 99, ataenda kumfuata yule kondoo mmoja ili aje pamoja na hawa. Kanuni ya dunia iko hivyo. Kwa hiyo upendo ni kitu ambacho kinaonyesha vitendo. Anasema uungwana ni vitendo. Moyo, akili, mwili, maneno viendane. Anapokuambia anakupenda, anakuwazia mema, anafanya nini, yani viendane na alivyo. Ukikuta hivi vitu vinakinzana, yani kuna kitu kiko nje ya hicho, hakuna upendo hapo. Hapo upendo haupo. Ninachokizungumzia ni upendo. Ninachokizungumzia ni kushare maumivu. Rafiki yako anashare maumivu na wewe?
huyu anayezungumza kwamba niko kwa ajili yako ili wewe uwe salama, anashiriki maumivu na wewe, au baadaye anasimama sehemu fulani aanze kukung'ong'a, na unafikiria utadanganywa hadi lini? Mtu ambaye inaonekana anapenda uhai wako kuliko wewe unavyoupenda uhai wako. Hivi hiyo iliwahi kutokea? Kwa nini? Yaani anakuwa ana maumivu ya hasira kukupenda wewe. Kivipi? Kivipi? Si unanielewa? Yaani hapa duniani hakuna mtu anayekupenda kama wewe mwenyewe. Hakuna mtu atakayekuwa wewe, ila kuna mifano ya watu ya kuwa kama wewe, ila atakayekuwa kama wewe hayupo. Pendwa mtazamaji, nikushukuru sana kwa ajili ya kipindi hiki, kipindi live. Nikushukuru sana kwa kunisikiliza, nikushukuru sana kwa kunitazama. Niite Ndauka Clavian International, the fighter Afrika Mashariki na Kati. Unaweza ukanisaidia kumaliza aga.